Hali gani wewe msikilizaji unayetusikiliza, na matumaini karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nimewaletea mkasa wa binti Latifa. Binti Latifa amekuwa ni msichana mrembo mkarimu kwa baba yake. Baba yake amekuwa ni jenerali mkubwa sana katika kijiji. Watu wengi wamekuwa wakimwogopa na kumheshimu, lakini binti yake yeye ametokea kumpenda kijana ambaye ni maskini, kwa wamekuwa wajiwezi. Ndio baba yake ametokea na kumpa onyo binti yake na kumwambia kwamba asipowafanya jambo la kuachana huyu kijana, basi atakuja kumwangamiza na kumfunga. Latifa amekuwa ni binti yake ya jenerali, ametokea katika familia ya kiutajiri, amekuja kuishi na huyo kijana ambaye ni maskini. Naam, karibuni sana kutufuatilia mkasa huu uliokuwa bora na elimu ndani yake. Naamini wewe utaupenda kipindi utakapofuatilia, kutupa muda wako wa kubonyeza kitufe chako cha subscribe, like na kushare. Tutakupatia alama ya kengele ili video zetu ziwafikie popote pale mlipo. Karibuni sana. Mkasa wetu unaanzia katika nyumba moja ya kifahari. Anaonekana mwanamke mmoja kwa majina kwa kitwa Latifa. Latifa amekuwa akiangalia picha yeye na babake. Amekuwa ni msichana ambaye ni jenerali, amekuwa akiishi peke yake, alikuwa na pesa na nyumba na gari, huku kila sehemu walikuwa wakimsifia huyu mwanamke, maana ni mwanamke ambaye amekuwa na akili na uongozi ndani yake. Sasa siku moja amekuwa akikaa anafikiria namna gani atakwenda kutoa masomo na funzo katika kazi zake. Ni mwanamke ambaye alikuwa ni mtulivu na mkarimu sana, amekuwa ni mwenye furaha ndani ya uso wake. Amekuwa ni binti ambaye aliyesoma, alipitia kila somo na kila funzo ya kiserikali, kwa sababu huyu binti amekuwa ni jenerali mkubwa sana katika kijiji. Watu wengi wamekuwa wakimpa heshima kwa sababu ya babake. Hata babake pia amekuwa jenerali mkubwa sana na kiongozi, alikuwa kiongozi mkubwa wa jambo la serikali. Siku iliyofuatia huyu mwanamke Latifa amechukua gari yake na kuongozana kwenda kazini, huko amekuwa akienda kifikiria na kitabasamu akisema kwamba maana kesho patakuwa ni fete ambayo ni ya wajeshi wakubwa. Alipofika amekutana na wengine, mtu anamwambia kwamba kesho ni sherehe ya wajeshi. Kumbe ilikuwa ni sherehe ya wajeshi, watakutanana katika kijiji ambacho cha serikali. Wamekuwa na mkutano mkubwa sana wa kuangalia majenerali tofauti watakao kuja katika hicho kijiji kuwapongeza. Na mkumbuke kwamba huyu binti mrembo Latifa amekuwa ni mmoja wa jeshi ambao wa serikali wa kijenerali. Hawa ni watu ambao walifunzwa katika masomo yao ya ndani ya ofisi. Ilipofika hiyo siku ya sherehe ya wanajeshi, ndio babake akatokea na kumwambia binti yake kwamba Latifa, nahitaji tukimaliza sherehe hii nahitaji kuzungumza na wewe. Ndio binti yake akamwambia sawa mzee, mimi nimekuelewa na nipo tayari, kwa maana wewe ndio kiongozi wangu kwa sasa. Maana mzee wake amekuwa akimpenda sana binti yake Latifa. Sasa walipofika ndani ya mjengo, ndio mzee wake akatokea na kumwambia binti yangu, naomba unisikilize kwa makini sana. Wewe ndio utakuwa mtawala, mimi endapo nikipofariki, basi wewe ndio utachukua kiti changu hichi kwa kuwa jenerali mkubwa sana. Binti yake ametabasamu na kumwambia baba yake, asante sana mzee, mimi nipo siku zote na wewe. Wewe ndio kiongozi wangu na wewe ndio baba yangu na wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Mzee wake amefurahia kwa binti yake kwa maneno ambayo anayomwambia, akamwambia sawa, usijali binti yangu. Sasa siku moja huyo binti ameenda kuemea Latifa. Alipokuwa sokoni ameuza nyama na vingine vifaa vya chakula. Sasa alipomaliza ndio akaaga na yule mwenye kuuzisha nyama, akamwambia kwamba mimi naelekea nyumbani kwanza, naona hali ni mbovu sana, mimi nataka kupika, nasikia njaa. Ndio akaelekea. Sasa alipokwenda akakuja kutana na kijana ambaye ni maskini, amekuwa hajiwezi sana. Ndio Latifa alimwangalia kijana sana, akatoa pesa baadhi, pesa kadogo akamkabidhi. Amekuwa akimwangalia sana huyo kijana, maana huyo kijana kwa ni mtu ambaye hana lolote, hana chochote, anaweza kujisaidia katika maisha yake. Na huyo kijana ombaomba kwa majina yake amekuwa akiitwa Yusuf. Amekuwa ni kijana ambaye hana uwezo lolote, maana alikuwa akiishi na mama yake. Ndio mama yake alikuwa ni mgonjwa, lakini ndio kwa kijana pekee mama yake anategemea, kwa sababu ndio jembe lake. Ndio mko kwenda kumsaidia, akiomba misaada huku na kule ili ampelekee pesa mama yake kidogo, basi wanike atakapochangia. Sasa alipoelekea nyumbani, maana alipata pesa kidogo wenyewe binti ambaye alimpatia, ndio anaongozana sasa nyumbani kumkabidhi mama yake. Na sio kila maskini utakutana naye barabarani, mpe heshima yake, maana wengi wao wamejaa mikasa na matatizo, wanakosa wapi watakapoanzia safari ya maisha yao. Yule kijana maskini Yusuf alifika nyumbani kwao na kumhadithia mamake na kumwambia kwamba amekosa pesa zozote, lakini kuna mwanamke alimkabidhi pesa ndogo sana, na hizo pesa ndio ataenda kwenda kufanya mtaji, angalia kama atapata pesa kidogo ili asaende safarini. Ndio mmoja akamwambia sawa basi uende urangue. Ndio Yusuf amechukua safari akarangua, akapata mizigo kidogo, akaenda kuuzisha sokoni ili angalie kama atapata pesa kidogo. Akipata hizo pesa aende mjini kutafuta kazi. Ndio alibana safari yake, anaenda kuuzisha biashara chake ili
angalie sehemu wapi atakapopata. Alijuzisha biashara chake, alipata pesa kabisa, watu walikuja kumuuzia huko wakimfurahia na kuchukua biashara chake kabisa. Kila wateja walikuwa ni wengi, mpaka pekee anashangaa wateja walitoka wapi kwa biashara kidogo ambacho amekuwa alipata. Maana alifurahi sana kama isani mkono wake baraka ulifunguliwa kwa ajili yake. Latifa amekuwa ni msichana ni mrembo, amekuwa akijishughulisha na kazi ya kampani, maana babake amekuwa ni mtu mzima na ni mkubwa sana. Latifa popote anatembea basi akatembea na maskari wanamsubiri na kumchunga, maana huyo binti amekuwa ni mrembo kabisa. Tena anatokea katika ukoo wa familia yenye hela, maana babake amekuwa ni mtu mkubwa. Alipofika nyumbani kwake, Latifa amejiandaza pembeni ya kitanda, huko amekuwa akifikiria shughuli atakayoifanya katika shughuli ya kesho, maana amekuwa ni jenerali mkubwa sana. Alipofika majira asubuhi, amejiandaa ili aelekee kazini. Amekuwa akienda kazini akifikiria kipi atakachokifanya katika siku ya kesho, maana amekuwa na shughuli ambayo ni kubwa sana. Tunamwona yule kijana Yusuf alipofika na zile pesa zake, alimkabidhi mama yake na kusema kwamba basi mama, mimi nataka nielekee mjini, hizi pesa zitanisaidia kwa safari yangu. Mama yake alimbariki na kumwambia, mwanangu, inabidi uende na uwe makini katika safari yako. Ilipofika majira asubuhi, mama yake alimwandaa na kumwambia, mwanangu, nakupa baraka zangu, basi endapo kishafika usisahau kunikumbuka mimi mamako. Ndio yule kijana ambaye ni Yusuf akamwambia, mama, siwezi kukusahau, maana wewe ndio uzima wangu. Kijana amechukua safari yake na kuongozana huko sehemu anapoelekea. Alitembea mwendo wa safari ndefu na kukuwa anajua pia atapoanzia na pia atakapomalizia. Ndio tunamwona Latifa kipindi alipofika kazini amekuwa akijiuliza na kujifikiria, wapi nitapomtoa mwanaume ambaye atakayenipendeza ili na mimi kangu na naisha kuwa mingi sana. Basi aliongozana na kwenda kijijini. Kipindi alipomaliza kazi, alipoenda kijijini, gari yake imemzimikana barabarani. Sasa kipindi anapogeuka nyuma, anakuja kumwona yule kijana ambaye aliwahi kumsaidia katika barabara. Ndio akasimamisha gari yake na kumuita ili waongozane katika safari moja, maana Latifa anamkumbuka binti huyo kijana ambaye kumsaidia. Ndio yule kijana amesogea na kumwambia, samani, unanifahamia? Ndio Latifa akamwambia, unanikumbuka mimi? Ni yule nilikuja kusaidia nikakupa mtaji. Ndio yule kijana ameshangaa akamwambia, asante sana na kuona na kufahamia. Ndio akamuingiza ndani ya gari yake, wakaongozana katika njia moja. Ndio safari imekuwa ndefu sana. Latifa akimwambia yule kijana, hivi unaelekea sehemu gani? Yule kijana alitokea na kumwambia Latifa, sina popote wala sina lolote hapa, naongozana mkijini kutafuta maisha. Ndio basi Latifa akamwambia, basi mimi nitakupeleka kwangu, utakuwa mtu wangu wa karibu, basi utakuwa unanisaidia kwa kazi zozote zile ambazo za nyumbani mwangu. Ndio yule kijana Yusuf alimkubalia Latifa, akamwambia, hakuna shida, chochote utakachonisaidia mimi nitalizika nacho. Yusuf alifurahi. Kisha Latifa akamwambia, basi kuja tujiandae chakula tukule, afu utanielezea mengi zaidi. Sawa. Ndio Yusuf alielekea huko akifurahi sana na kumwomba Mungu wake na kumshukuru. Akaona kama anaingia katika mjengo mkubwa sana. Waliandaa chakula ili wako wanakula. Yusuf akimwambia kwamba, bibi, mimi nashukuru sana kwa msaada wako, maana mimi nilikuwa naenda sehemu ambapo sijui wapi ninapoelekea. Ndio Latifa akamwambia, usijali, hapo ulishafika na ujisi kama ni kwako, muda wote tutakuwa hapa. Latifa amekuwa akimuonesha tabasamu yule kijana, mpaka yule kijana anasema kweli Mungu aliumba wanawake. Walifurahiana wao wote wawili. Kisha Latifa, siku zimepita, akampeleka Yusuf kwenda kumuuzia manguo. Yusuf alionekana muonekano mzuri sana, mpaka Latifa akatokea kumtamani Yusuf na Yusuf akatokea kumtamani Latifa, wakatokea kupendana. Walipendana muda mrefu kama baadhi ya miaka 2 hivyo, wako ndani ya mahusiano wao wawili. Yusuf tunayemzungumzia haungeamini kama ni Yusuf ule maskini ambaye tulikuwa kimtazama tukimsaidia barabarani, maana amependeza, alikuwa na muonekano mzuri. Kila mwanamke yote kitaka kimwangalia basi tutamani kumtongoza. Walipendana baadhi ya miaka na wakadhalika. Mapenzi yao yamekuwa yakinoga, wako baharini wakienjoy penzi lao, maana walikuwa na penzi lao moto moto, penzi shata huko watokoga wasemi. Lakini Yusuf yule mwanamke alimpatia kila chochote kile anachokitaka, maana amekuwa ni mwanamke alijitolea kumpenda Yusuf kwa njia yoyote ile. Walipomaliza shughuli yao, wameelekea sehemu fasi yenye utulivu. Huko wamekuwa akiongea maongezi yao. Latifa akatokea kumwambia Yusuf, mimi nataka niende nimuelekeze baba yangu, nimwambie kwa hisia zangu kama nimetokea kupenda. Yusuf alikuwa anaoga, akamwambia babako kweli atakubali? Sawa, kama atakubali haina budi, inabidi ndo mwambie shughuli yote kisi ilivyo. Huko amefurahi mpaka wakaenda akachangia na damu moja kama kisi mnavyoelewa bwana wasimulia. Walimaliza shughuli zao. Latifa akatokea na kumwambia Yusuf, hivi kesho nitaamkia sehemu kwa mzee wangu, nende nimwadisie mkasa mzima, nimwambie kama nimetokea kupenda. Ndio Latifa alifika kwa babake akamwadisia, ila mzee wake aligoma na kumwambia kwamba sipendi uwe na ule kijana. Latifa amejitetea kwa babake na kumwambia, mzee, mimi nampenda hata kama ana kitu, naomba unielewe mzee wangu. Mzee
akamwambia hapana, haiwezekani, lakini kwa sababu wewe unasema hivyo, kuna sehemu nitakutuma huko wilayani, kuna vita utakayoenda. Binti yake amejitetea sana. Mzee ndo akamkumbatia mwanake akamwambia basi wewe inabidi kuna sehemu nitakuelekeza uende ufanye baadhi ya mwaka mmoja kwanza huko jeshini, alafu utarudia. Ndio Latifa amechukua safari na kuongozana huko jeshini penye babake anamtuma. Ameenda kilia sana kumpigia mpenzi wake simu na kumwambia atafanya muda mrefu, maana babake alimwambia mkasa mzima, na babake amekataa na kusema kwamba inabidi aondoke yule kijana, na asipofanya hivyo yule kijana anaweza kaumia. Ndio Latifa alimpigia simu yule kijana amechukua manguo zake na kuzipanga Yusuf ili arudi kwao kijijini, maana baba mkwe alimpa vitisho sana kumwambia kwamba asipomwacha binti yake basi anaweza kumwangamiza. Yusuf alipanga nguo zake anataka kuelekea kijijini, ghafla anakuja kushangaa polisi wanamkamata na kumchukua, kisha walimpeleka kwa baba yake ambaye na yule Latifa. Baba yake amemchukua Yusuf na kumwambia, wewe kijana, nataka nikupe onyo, ama zako ama zangu, sipendi kukuona wewe na binti yangu, na usipofanya hivyo basi wewe nataka nikufunge. Ndio mzee akamwita polisi ili wamjue mkamate huyo kijana Yusuf. Yusuf ameshangaa sana, kuna mzee mbona ana roho mbaya kama hivi, maana kwa nini napendeni na binti yake. Sasa palipita masiku na mwaka, Yusuf yuko ndani ya jela alifungwa, na binti yake anatoka safarini, amekuja na shangaa kumwona Yusuf alimpeleka, ameshtuka sana. Latifa alijiuliza kwa nini babake amechukua maamuzi ya kumfunga yule kijana ambaye ni Yusuf, maana alikuwa ni mpenzi wake. Yusuf alifungwa kama mwaka hivyo sababu ya huyo mwanamke ambaye ni Latifa, na amechukua gari yake akimpigia babake simu na kumwambia, mzee, mimi nakuja hapo ofisini tuongee, maana ulimfunga yule kijana, mimi sipo, sio vizuri mzee wangu, na unajua yule kijana mimi nimetokea kumpenda. Ndio mzee akamwambia, wewe kuja tuongee huko ofisini, lakini ujue yule mwanamume simpendi katika maisha yako. Latifa sasa alipofika ofisini amekuwa akijitetea kwa babake akimwambia kwamba, mzee, mimi nitafanya lolote unalotaka wewe, basi mfungue yule kijana aelekee kwao wajirudilie kwao. Mzee akamwambia, kama unanikubalia hivyo basi mimi nitakuongozana kwenda umuone ile kijana, maana huyu mzee amekuwa mpende Yusuf. Ndio akamwambia, mimi nakutafutia mwingine mwanaume ambaye utaolewa naye, sio ile kijana ambaye ni maskini na lolote. Latifa amelia sana na kuzunika, akamwambia, mzee, basi achia hapo, naomba nipeleke basi nimuone yule kijana please, nakuomba mzee wangu. Ndio mzee akamwambia, basi usiwe na shaka binti yangu, acha nikupeleke ndio muone kijana, lakini nitakutafutia mwingine mwanaume utakayeolewa naye. Alimfikisha kwa hiyo kijana. Latifa aliumia sana. Yule kijana Yusuf amekuwa na chochote cha kuongea kwa watu akimwangalia Latifa akihuzunika, amekuwa akimwomba Yusuf msamaha. Yusuf akamwambia, usijali, nimekusamehe, wewe kwa uhuru, uko na babako miaka yote. Ndio Yusuf alimwachilia wakamfungua Latifa, yeye amekuwa chaende zake, na Yusuf akaangalia ataanza safari ya kwenda kijijini, maana hapa alikuwa uhuru, alimwachilia ili arudie kwao kijijini. Yusuf alichukua safari ndefu sana ili arudie kwao kijijini, na mkumbuke kwamba alikuwa alimwacha mamake tangu anakuja mjini, akaja kwenda kumuona mamake. Sasa alipofika kijijini alifikia kwanza kupole, anamwambia Yusuf, samahani sana, mamako alikufaga, tushaga mzika na sasa tushaga mzika, tunataka kesho tupakuoneshe. Yusuf aliumia na kulia sana, akamwambia sawa basi, kesho tutaenda kunionyesha pia mamangu alipomzikia. Asubuhi na mapema walichukua safari na kuelekea makaburini. Yusuf amekuwa akilia akiangalia mamake alifariki, maana ni siku nyingi sana tangu aende kukaja kwenda kumuona, na mkumbuke kwamba mamake alimwambia, ukifika mjini basi usisahau kuja kuniona. Yusuf amehuzunika na kuumia, akaanza kujutia kwa nini ameingia ndani ya penzi na yule mwanamke ambaye ni Latifa. Yule binti Latifa alipata mwanaserikali mwenzake, huku babake amekuwa akishangilia na kufurahi, maana ndio siku zote amekuwa akitaka mambo yawe hivi. Ila Latifa alimwacha mwenzake kwenye maumivu ya kumkosa mzazi wake. Ndio Yusuf amerudi zamani walipokuwa katika chashara chake, huku ameacha na kiadisi kusema kwamba sio kila mwanamke atakayekuja katika maisha yako ukahisi mlipata wasamani yako, lakini wengi wao wamepeleka laana na mikosi wakatuma unasababisha na kupoteza mambo vitu vya samani katika maisha yako.